Nimeanza na watu wa bodaboda kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza bodaboda ni vijana. Lakini bodaboda mbili, kundi hili ndilo ambalo limeajiri vijana wengi. Vijana wengi wamejiajiri kwenye bodaboda, ambao tunasema maafisa usafirishaji. Kwa Ilemela tuna zaidi ya bodaboda 12,000. Kwa hiyo unaweza ukaona ni sekta ambayo hakuna ukilinganisha na zingine. Hii ni sekta ambayo iko na vijana wengi wanajipatia kipato. Kwa hivyo nilikuja na hili wazo kwa sababu gani? Vijana wengi wanatamani kujiajiri, lakini hawana watu wa kuwashika mkono. Na kwa sababu ni kundi kubwa lina watu wengi, nikaona sasa kuna haja ya kuangalia ni namna gani nitawasaidia. Kwa hivyo kama mbunge niliamua kulifanyia kazi, lakini nikaja kuona kuna changamoto mbili. Kwanza ni changamoto ya kimtaji, lakini vile vile ni changamoto ya kuaminika ili wao waweze kukopesheka. Bodaboda wengi wanaingia kwenye riski nyingi kwa sababu kwanza hawana mafunzo, lakini pamoja na mafunzo pili hawana leseni. Na uwezo kupata leseni bila kuwa na mafunzo. Na uwezo wa kulipa mafunzo hawana, na uwezo wa kulipa leseni na wenyewe ni ngumu. Kwa hiyo unaweza ukaona pamoja na kutoa hizi bodaboda 100, nimepata shida sana kuwapata hao vijana 100 wenye vigezo vilivyokamilika, kwa maana kigezo kikubwa ilikuwa ni uwe na leseni. Kwa hiyo vile vigezo vya mzamana mimi kama mbunge nimewadhamini. Kwa hiyo bodaboda anayechukua mkopo huu hatakuwa na mzamana wa aina yoyote. Sasa hivi tufocus kwenye elimu ambayo inaweza kumwandaa kijana hata akimaliza asiwe kijana mwenye mawazo kwamba ni lazima aajiriwe na serikali, kwamba digrii yake isipoajiriwa na serikali hana uwezo wa kufanya jambo jingine. Lakini mtakumbuka kwamba katika mkoa wetu wa Mwanza pia tunaendelea kufanya identification ya makundi mbalimbali, kwa sababu huwezi kutibu tatizo kama hulifahamu tatizo. Serikali inafahamu kwamba liko wimbi kubwa la vijana wamehitimu darasa la 7, wanahitaji ujuzi. Lakini kupatiwa ujuzi na VETA peke yake haitoshi. Kundi hilo likishapata ujuzi lipate mjenzo, lipate mtaji, lipate vifaa vya kuanzia maisha. Hiyo ndio wajibu sasa wa serikali na wizara hii ya vijana. Wajibu wetu sisi, na nimetoa maelekezo kwa wilaya zote, kuwatambua na kuwa na data bank ya watu wa makundi hayo. Lakini liko kundi la vijana waliomaliza vyuo vikuu. Hili jukumu ambalo naona linaenda kuturahisishia kazi kubwa sana. Mheshimiwa Mbunge, hao wadau unaoona hapa, maafisa usafirishaji, wanapata kigugumizi sana. Unajua kutoka kwenye kundi la bodaboda kuwaita maafisa usafirishaji, kwa napata kigugumizi mno sana bado kuita neno la afisa usafirishaji. Lakini nafikiri mwarobaini sasa umeenda kumaliza kuitwa afisa. Sasa nilikuwa najiuliza, ni huna leseni, huvai kofia ngumu, unaheshimu barabara ya umma, unaleta mapuuza. Umefanya kazi kubwa sana Mheshimiwa Mbunge, lakini sasa nafikiri unaenda kuimaliza vizuri. Mkoa wetu wa Mwanza utaendelea kufanya vizuri. Hili kundi Mheshimiwa Mbunge, tangu amefika hapa afande RPC wangu na yuko kamishna wa polisi Wilbrod Mtafungwa, makundi haya ya usafirishaji tumeendelea kukutana nayo kila baada ya miezi mitatu. Na ndio maana unaona hata hapo wanapiga makofi kujua kwamba juzi tulikuwa pamoja. Hapo vipi?